Habari za jioni mabibi na mabwana, tungependa kuwaalika kwenye webinar yetu ya iTrust East Africa um, Community Large Cap ETF ili muweze kujua zaidi kuhusu hii ETF ambayo kwa sasa hivi ndo kila mtu anayozungumzia hapa mjini. Kwa hiyo karibuni sana. Tutakuwa na presentation fupi, tutawaruhusu muulize maswali kwenye chat. Kwa hiyo karibuni, mnaweza mkaandika maswali yenu na tukifika kwenye section ya Q&A tutayauliza na mtapata majibu hapa hapa. Kwa hiyo karibuni sana. Bila kupoteza muda, ningependa kumkaribisha Francis aweze kutupitisha kuhusu hii ETF ni nini. Kwanza kabisa, iTrust sisi ni kina nani, na pia hii ETF inahusu nini? Karibu Francis. Asante Winnie, karibuni mabibi na mabwana. Nitaelezea leo kuhusu ETF yetu mpya inaitwa IDAC LC ETF. So kwanza ningependa kuelezea kuhusu iTrust. Kama iTrust, kampuni yetu, tuna huduma mbalimbali. Ya kwanza ni usimamizi wa mifuko. Tuna mifuko 6 ambayo ina sifa mbalimbali. Pia tuna biashara ya udalali ambapo tunafanya udalali wa hisa na hati fungani. Pia tunafanya ushauri wa miamala, yani transaction advisory. Hii ni kusaidia kampuni mbalimbali kuweza kukusanya fedha kama kwa kufanya issuance za bond au kwa kufanya muamala wa hisa stahiki, yani rights issue. Pia tuna huduma ya mikopo yenye dhamana, yani kwa mfano mtu ana dhamana ya hisa au hati fungani, tunaweza tukampa mkopo kwa kutumia dhamana hiyo kutumia dhamana hiyo ili kumpa huo mkopo. Pia tuna mikopo ya sharia, yani mikopo ya Kiislamu. Na hii ni huduma ambayo tumeanza nayo tangia mwaka 2013. So huku tukifika kwenye mafanikio yetu, mwaka 2013 ndio mwaka ambao tulisajili kampuni. Kabla tulikuwa tunaitwa Iman Microfinance na tulikuwa tuna huduma ya mikopo ya sharia na pia tunafanya sukuk, yani mikopo hii inaitwa ni bond za Kiislamu tuseme. Tumefanya sukuk mbalimbali katika hii miaka na mpaka mwaka 2023 tulikuwa tumefanya sukuk 8. So mwaka 2023 ndio tulibadilisha jina, tulikuwa tunaitwa Iman tukabadilika kuwa iTrust Finance Limited. Na pia huu ndo mwanzo wa kufanya huduma za udalali, na pia tulifanya muamala wa hisa stahiki za Afriprice ambapo tuliweza kukusanya zaidi ya bilioni 10. Tukija kwenye mwaka 2024 tulianza udalali wa kikanda, yani udalali katika nchi ya Kenya, Uganda. Tunaweza kumsaidia mwekezaji aweze kununua hisa katika nchi hizo. Pia tulifanya muamala wa hisa stahiki za DCB, benki ya DCB tuliwezesha kukusanya zaidi ya bilioni 10. Na pia tulisaidia benki ya CRDB kwenye bondi yake ya Samia Bond ambapo tulikusanya zaidi ya bilioni 323. Katika mwaka huo pia 2024 tulizindua mifuko yetu 5 ya kwanza ambayo ni iCash, iGrowth, iIncome, Iman na iSave. Mwaka 2025, mwaka huu tumefanya vitu mbalimbali. Tumefanya maonyesho ya LSE ambao tulikaribisha watu kutoka London Stock Exchange kwa ajili ya maonyesho mbalimbali. Tumeendelea kufanya sukuk miaka yote hii na mpaka sasa tumefanya sukuk 11. Pia tumezindua fund nyingine, fund ya 6 ambayo ni iDollar Fund, na pia tulifanya muamala wa TCB Stawi Bond tukasaidia kukusanya bilioni 140. Muamala mwingine tulifanya ni hisa stahiki za Tanga Cement ambao pia tuliukamilisha. Tukija sasa kwenye fund zetu leo, tuna mifuko 6 ambayo kwa jumla ya thamani ina thamani ya bilioni 198. Hii ina represent ukuaji wa mali wa 300%, kwa sababu tulianza na bilioni 65 na leo tuna bilioni 198.
Sasa tukija kwenye utendaji wa mifuko, kila mfuko hapa kama mnavyoweza kuona kuna utendaji kwa percent, yani return tuliyopata tangia mfuko uanze, na pia tuna jumla ya thamani ya kila mfuko. Kwa mfano iCash hapa ina thamani ya bilioni 35, iIncome bilioni 15, iSave bilioni 10, iGrowth bilioni 91, Iman bilioni 15 na iDollar bilioni 12. Na kila return kama mnavyoona hapo. Mfuko wetu unaoongoza ni mfuko wa iGrowth ambao umeweza kufanya 37%, ukifuatiwa na Iman 35, na mingine kama iCash, iIncome, iSave yenye 11% na 12%. iDollar Fund ni 1% kwa vile umeanza hivi karibuni mwezi wa 8. So sasa tunawaletea mfuko wetu mpya, yani ETF inayoitwa IEACLC. Hii ni ETF ya kwanza ya kikanda katika Afrika Mashariki. So taanza pia kwa kuelezea ETF ni nini. ETF ni aina ya mfuko wa wekezaji ambao unakusanya fedha kutoka kwa wawekezaji wengi. Baada ya kukusanya fedha hizi, ETF inawekeza katika dhamana mbalimbali kutegemea na lengo la hiyo ETF. Kwa mfano, unaweza kuwekeza kwenye hisa, hatifungani au bidhaa. Kwa ETF yetu hii tunawekeza kwenye hisa peke yake. Na ETF tofauti ya ETF na mifuko mingine ni kwamba ETF inaorodheshwa na kuuzwa kwenye masoko ya hisa, yaani vipande vyake mtu anaweza akanunua au kuuza kwenye soko la hisa, ni kama vile anavyofanya hisa za kawaida kama CRDB, NMB na zinginezo. Kwa sasa kuna zaidi ya ETF 15,000 duniani na zinazidi kuongezeka siku kwa siku, na ETF yetu pia inaongeza kwenye hiyo idadi. Idadi inaongezeka kwa sababu mbalimbali kama vile mahitaji ya uwekezaji na maboresho ya kiteknolojia. So tukiingia kwenye ETF yetu sasa, ETF ya IEAC LC. ETF yetu ina sifa mbalimbali. Kwanza inawekeza kwenye hisa za makampuni makubwa. Sasa kampuni kubwa ni kwa kuangalia thamani ya kampuni, yaani ukichukua hisa zote za kampuni fulani ukaweka mara bei ya hiyo hisa unapata thamani ya hiyo kampuni. Kwa hiyo kampuni kubwa ni zile zenye thamani kubwa kwenye soko la hisa. Na ETF hii inawekeza kwenye kampuni ambazo ziko kwenye kanda ya Afrika Mashariki, yani EAC. Uwekezaji wa chini wa ETF hii ni shilingi 100,000 tu. Na hiyo ni kwa kuangalia kwamba bei ni shilingi 1,000. Kwa hiyo anayeweka 100,000 atapata vipande 100. Alama ya ETF yetu ni IEACLC. Yaani hii ni alama ambayo itakusaidia kuitambua kwenye soko la hisa baada ya kuorodheshwa. Aina ya ETF ni ya mkusanyo. Maana hii ni kwamba ETF yetu haitakuwa na gawio, bali hisa tulizonazo kwenye ETF yetu zikitoa gawio, tunazitumia gawio hizo kuziwekeza upya kwenye hisa zingine, yaani kwa kununua hisa mpya. Hii inasaidia kuboresha utendaji wa ETF yetu na hivyo kuongeza mapato, yani hiyo return na bei ya thamani ya kipande kwenye soko la hisa. Hawa wengine ni washiriki wenzetu. CMSA ni mdhibiti, yani ni mdhibiti wa mfuko wetu. NBC Bank ni mwangalizi au mlezi. Yeye ni analinda mali za wawekezaji. Vertex Law Chambers ni mshauri wa kisheria na PwC ni mkaguzi wa mahesabu. So tukija kwenye mgawanyo wa mali za ETF, kama mnavyoona kuna hisa za kampuni mbalimbali, na hivi ndo jinsi tutakavyogawanya mali za mfuko wa ETF yetu. Kwa hiyo tuna kampuni mbalimbali kama mnavyoona Safaricom, KCB, NMB na zinginezo, na hizi ziko kwenye nchi mbalimbali
Afrika Mashariki. Kwa hiyo tukiangalia huku mwisho, kama Safaricom hapo ina 22%, KCB 11%, NMB 10% na vinginevyo. So hizi asilimia tumegawanya kwa kuangalia thamani ya kila kampuni. Kama mnavyoona hapo katikati, Safaricom tukichukua thamani ya kampuni hizi zote, Safaricom ilikuwa na thamani ya 46. Sasa hatuwezi kufuata muundo huu kwa sababu kuweka mali nyingi kiasi hiki kwenye kampuni moja ina hatari zake. Kwa hiyo huku mwishoni ndo tumeweka mgawanyo halisi, yani jinsi mfuko wetu utakavyokuwa umegawanya mali zake. Sasa kwa sababu hisa zina tabia ya kubadilika bei kwenye soko la hisa, inamaanisha huu mgawanyo utakuwa unabadilika mara kwa mara. Kwa hiyo tunafanya kitu kinaitwa urekebishaji, yani kusawazisha mgawanyo wa mali za mfuko. So huu urekebishaji tutakuwa tunafanya kila robo mwaka, na pia tunaweza kufanya ikitokea kuna matukio ya kampuni au mabadiliko ya soko. So ETF yetu pia inaweza kumiliki hisa zaidi ya hizi, yani mpaka hisa za makampuni 25. Ila kwa sasa tunaanza na kampuni hizi mnazoziona hapa. Sasa huu ndo mgawanyo wa mali za ETF ukiangalia nchi na ukiangalia sekta. Kwa hiyo Tanzania unavyoona 39%, Kenya 46%, na hivi ni kwa kuangalia zile kampuni tulizoziona nyuma, ukijumlisha thamani za kampuni za nchi fulani, ndo tunafika kwenye asilimia hizi mnazoziona. Ila pia kampuni hizi ziko kwenye sekta mbalimbali. Kuna sekta ya benki, sekta ya mawasiliano, sekta ya bima, na sekta ya manufacturing pia. Kwa hiyo huu ndo mgawanyo katika hizi sekta mbalimbali. Kwa hiyo uzuri ni kwamba yani hatujawekeza sana kwenye sekta moja wala kwenye nchi moja. Tumeweza kugawanya mali vizuri. Sasa mfuko huu unafaa zaidi kwa ajili ya nani? Cha kwanza, mfuko unafaa watu ambao wanataka kuwekeza kwenye hisa za makampuni makubwa. Kwa hiyo kama mtu anatafuta kuwekeza kwenye hisa za makampuni makubwa, huu mfuko utamfaa vizuri. Na pia wanataka kuwekeza kwenye masoko ya hisa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mtu ambaye labda hataki tu kuwekeza kwenye nchi ya Tanzania, angependa kuwekeza ni kwenye nchi zingine za Afrika Mashariki, huu mfuko utamfaa vizuri. Wanaopendelea utofauti mpana wa uwekezaji, yani kuwekeza katika sekta mbalimbali, kama tulivyoona nyuma, huu mfuko utamfaa vizuri, na wenye uvumilivu mkubwa wa hatari za uwekezaji, kwa sababu mfuko huu unawekeza hasa kwenye hisa. Kwa hiyo hisa kwa vile zina tabia kubadilika bei kwenye masoko, ni muhimu sana kuwa na uvumilivu wa hatari za uwekezaji. Pia wanaopendelea upeo wa uwekezaji wa kati na wa muda mrefu, yani wale ambao wangependa kuwekeza kwa muda mrefu, yani miaka kadhaa, kwa sababu ya tabia ya hisa kubadilika mara kwa mara, ni bora mtu anayependa kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa nini uwekeze kwenye ETF yetu? Kuna sababu mbalimbali. Ya kwanza ni upana wa uwekezaji. ETF yetu inakusaidia kuwekeza kwenye kampuni 14 zinazoongoza Afrika Mashariki, na pia katika sekta 4 tofauti. Hii yote ni kupitia mfuko mmoja. Pili ni ukuaji wa kikanda. Mtu anaweza kufaidika na ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika Mashariki, sio Tanzania peke yake, bali hata nchi zingine za Afrika Mashariki. Kuna uwazi kwa sababu tunatoa taarifa kama vile tunatoa thamani ya kipande, yani NAV. Tutakuwa tunatangaza NAV ya kila siku ya kazi kwenye tovuti yetu. Pia tunatoa taarifa za kila wiki za mgawanyo wa mali. Mtaweza kuona kila wiki jinsi ETF ilivyogawanya mali za mali katika hisa tofauti. Ukwasi, mtu anaweza kununua na kuuza vipande kiurahisi sana kwenye soko la hisa, yani DSE. Pia kuna gharama ndogo, kwa sababu unaweza kupata uwekezaji mpana kwa gharama za chini kuliko ungeenda kununua hisa moja moja.
Sasa hii ni ratiba ya mauzo ya awali, yani IPO. Tumefungua tarehe 17 Jumatatu, na tutafunga tarehe 12 Disemba. Baada ya hapo tutapeleka orodha ya usajili kwa CMSA, mdhibiti wetu, na pia matokeo yatatangazwa tarehe 5 Januari. Tarehe 13 ndo tutaorodhesha ETF kwenye soko la hisa, ndo ambapo mtu anaweza kununua na kuuza vipande kwenye soko la hisa. So namna ya kuwekeza, kuna njia ya wateja wapya na ambao ni wateja tayari wa iTrust. Kwa wateja wapya wanaweza kuja kwenye tovuti yetu wakafungua account. Ukiingia tu kwenye tovuti yetu itajieleza namna ya kufungua account, na hapo hapo tutakusaidia pia kwa ambaye hana account ya CDS, tutamsaidia kupata account ya CDS. Baada ya kufanya hivyo utapokea namba ya mteja, ni namba yako wewe ya mteja, pamoja na maelezo ya akaunti ya benki ya ETF ambapo utahamisha fedha, na kisha utatuma uthibitisho wa malipo kwenye barua pepe ya customer service. Ukishafanya hivyo utapokea barua pepe ya uthibitisho kutoka iTrust. Hapo utakuwa umemaliza hatua zote. Kwa wateja wa iTrust utajaza fomu ya ETF IPO pale pale kwenye tovuti yetu. Itakuonyesha kwa mteja ambaye ni wa iTrust na mteja mpya, itakuonyesha namna ya kuwekeza na namna ya kujisajili. Utapokea maelezo ya akaunti ya benki, kisha utahamisha fedha, na hapo pia utatuma uthibitisho wa malipo yako kwenye barua pepe ya customer service. Kisha utapokea barua pepe ya uthibitisho kutoka kwetu. Ni muhimu kuzingatia akaunti hii ya benki itakayotumika ni kwa ajili ya kipindi hichi cha IPO peke yake, kwa sababu baada ya hapo mtu anayetaka kuwekeza zaidi itabidi akanunue kwenye soko la hisa, yani DSE. So baada ya IPO biashara inaanza kwenye soko la hisa, yani vipande vitakuwa vinauzwa sokoni kuanzia tarehe ya uorodheshaji, yani tarehe 13 Januari mwaka 2026. Wawekezaji wanaweza kununua au kuuza vipande kupitia madalali walioidhinishwa, ambapo iTrust pia ni dalali aliyeidhinishwa. Biashara ya vipande itafanywa kwa mujibu wa kanuni za DSE. Kiwango cha chini ni vipande 10 kununua au kuuza. Tutatangaza NAV ya kila siku kwenye tovuti yetu, na pia itawasilishwa kwenye soko la hisa. Utoaji wa taarifa za mali za mfuko. Taarifa za mgawanyo wa mali zitachapishwa kila wiki, na taarifa za mfuko, yani fund fact sheets, zitachapishwa kila mwezi. Ukwasi, iTrust itaendelea kutoa bei za kununua na kuuza vipande. Hii inasaidia biashara ipatikane kila wakati, yani mtu ukitaka kuuza au kununua, iTrust itasaidia pia kuhakikisha kwamba vipande viko sokoni. Hii itasaidia kupunguza bei, pengo kati ya bei za ununuzi na za uuzaji, na itasaidia pia bei ya kipande iwe karibu na thamani halisi, yani karibu na NAV. Sasa haya ni maswali yanayoulizwa mara kwa mara. Kwanza, ETF ni nini? ETF ni mfuko, ila ni mfuko ambao vipande vyake vinaweza vikauzwa kwenye soko la hisa kama vile hisa za kawaida. So ni kama mifuko mingine tulionayo, ila tofauti kubwa ni hapo kwamba vipande vinaweza vikauzwa kwenye soko la hisa, yani baada ya IPO. Hiyo ni namna ya kupata vipande zaidi. ETF itawekeza katika nini? ETF yetu itawekeza katika hisa za makampuni kubwa zilizoorodheshwa kwenye masoko ya hisa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mtapataje faida kwa kuwekeza katika ETF? Wawekezaji wanaweza kupata faida kutokana na ongezeko la thamani ya mtaji kadri thamani ya ETF inavyopanda kwa muda. Unawezaje kupata NAV ya mfuko? So NAV tutakuwa tunachapisha kila siku ya kazi kwenye tovuti yetu ya iTrust ambayo ni
www.itrust.co.tz. Sasa ninawezaje kurejesha uwekezaji wangu? Mwekezaji anayetaka kurejesha uwekezaji wake au kutoka kwenye mfuko atafanya hivi kwa kuuza vipande vyake vya ETF kwenye soko la hisa, yani pale DSE, kupitia dalali mwenye leseni kwa bei za soko zilizopo. Ninawezaje kushiriki na kuwekeza katika ETF? Kama nilivyoelezea, kwa mteja mpya atapitia tovuti yetu ya iTrust, atajaza fomu ya mtandaoni na kuwasilisha nyaraka za KYC, yani kama TIN, kitambulisho cha NIDA, picha ya passport na sahihi yake. Wateja wa iTrust waliopo wanawezaje kushiriki? Wateja ambao wana account tayari na iTrust wanaweza kushiriki kwa kujaza fomu ya IPO, iko pale pale kwenye tovuti yetu. Swali la mwisho, ninawezaje kufuatilia utendaji wa uwekezaji wangu? Unaweza kufuatilia utendaji wa uwekezaji wako kwa taarifa ya umiliki ya DSE, yani statement ya DSE ambayo utapewa na dalali wako. Pia utendaji wa ETF nzima unaweza kufuatilia kupitia NAV za kila siku ambazo zipo kwenye tovuti yetu. Asanteni na karibuni sana kuwekeza nasi. Asante sana Francis. Kabla hatujaingia kwenye maswali, tungependa kuomba timu yetu iweze kuonyesha kidogo au kwa urahisi kabisa ni namna gani ambayo mnaweza mka subscribe au mnaweza mkawekeza katika hii ETF yetu. Wakati tunaandaa hiyo, naomba tu niwakumbushe kwamba hii presentation yetu hii presentation yetu itakuwa on YouTube. Kwa hiyo karibuni sana. Baada ya kama siku moja au mbili, by Jumatatu itakuwa iko tayari, iko YouTube. Kwa hiyo mtaweza kuangalia hii presentation pamoja na kuangalia maswali watu wengine waliojibu. Kwa hiyo kama kuna mtu amekosa hii session, tafadhali mwambie kwamba anaweza akaangalia YouTube. Karibu sana timu ya customer service, tumewaleta hapa. Kwa hiyo tuko full house. Kama mna maswali yoyote yale, tutaweza kujibu kwa ufasaha zaidi. Karibu sana Diana. Habari za jioni. Ili kuweza kujisajili, ili kuweza kununua hii ETF, utaingia kwenye website yetu ya iTrust Finance, then utachagua. Ukiingia itatokea kama hapa page ilivyo display, utabonyeza anza sasa. Na pia tuna wateja wawili. Kuna wateja ambao ni wateja wa iTrust tayari wana akaunti zao, na kuna wateja wapya ambao hawana kabisa account za iTrust. Kwa hiyo kwa mteja ambaye hana account iTrust, ataingia kwenye sign up, then atafuata haya maelekezo, ataweka namba yake ya simu, email, ataweka password. Kisha atakuwa anatakiwa na namba yake ya NIDA karibu ili aweze kufanyiwa verification. Baada ya hapo atajaza maelezo ambayo amepewa mpaka mwisho, then atapokea ujumbe kwamba maombi yake yamekubaliwa na akaunti inakuwa reviewed. Baada ya muda atapokea welcome note ambayo inamkaribisha iTrust. Akishapokea hiyo welcome note, sasa anaweza kurudi tena hapa kwenye page yetu. Ataingiza email address ambayo umejisajili na sisi, ataweka password yake. Kwa mteja mpya ata forget password. Akisha forget password, atapewa option ya ku create password mpya. Akishamaliza atarudi tena, ataweka email ambayo umejisajili na sisi, ataweka password, then atapokea OTP kwenye namba yake ya simu. Anaweza akapokea kwa message, kwa WhatsApp na kwa email pia. Then
Akishapokea akaingia, ita display hivyo, ata invest now, then atabonyeza hapo, ataweka kiasi anachotaka kuinvest, ambao minimum ni 100,000. Akisubmit order atabonyeza hapa. Hapa itaelewesha njia mbili ambazo anaweza akafanya malipo. Anaweza kufanya malipo kwa kutoka benki kuja kwenye benki account namba yetu, au kutoka kwenye mitandao ya simu, na kitu cha kuzingatia ni sehemu ile ya maelezo au notes, utaweka customer namba yako ambao utapokea kwenye welcome note. Yes, baada ya hapo ata attach proof of payment. Hapo utaweka kiasi ambacho umewekeza, ambacho umelipia. Kama ulilipia 100,000 utaweka 100,000. Utachagua file, uta-upload, uta-submit. Baada hapo utakuwa umemaliza kujiunga na kununua ETF yetu mpya. Asanteni sana. Asante sana Diana. Nadhani umeweza kujibu maswali ya watu wengi kwa kuelezea ni namna gani unavyoweza kujisajili au kuwekeza kwenye hii ETF kwa kupitia iTrust Finance. Baada ya hapo nadhani tunaweza tukaingia kwenye maswali, na tafadhali kama nilivyokuwa nimesema, mnaweza mkayaandika kwenye chat au kwenye Q&A na tutajitahidi kuyafikia maswali mengi iwezekanavyo. La kwanza kabisa ni kwamba naomba kuuliza, kwa kipindi hiki cha IPO mwekezaji anaruhusiwa kununua units mara kadhaa kabla ya muda wa IPO kuisha? Ndio, mwekezaji anaweza kununua kwa mara kadhaa jinsi anavyopenda. Tunamkaribisha awekeze kwa mara nyingi. Sawa. Tumepata maswali kadhaa kuhusu dividend au kuhusu gawio, na nadhani tutaelezea tu kidogo kwamba utaratibu wa gawio ukoje na kwamba inavyowekezwa tena, na hii inamaanisha nini kwa wawekezaji na kwa NAV. Karibu Francis. Yes, so kama nilivyosema, ETF hii ni ETF ya mkusanyo, yaani haitakuwa na gawio kwa wawekezaji, ila kwenye hisa tulizowekeza zikiwa zinatoa gawio, tutakuwa tunazitumia kuwekeza upya, yaani kununua hisa zingine. Kwa hiyo hii itasaidia utendaji wa ETF yetu na itaweza kuiboresha zaidi. Sawa. Na hapa tuna swali jingine kwamba ETF itakuwa inauzwa kwa kufuata demand na supply au itafuata NAV? So ETF itakuwa inauzwa kwa bei ya soko baada ya IPO, sio sasa hivi. Na hiyo bei ya soko inatokana na demand and supply, ndio yani jinsi watu watakavyokuwa wananunua na kuuza kwenye soko. Sawa. Hii ETF itakuwa pia inapatikana kwenye nchi zote za East Africa kipindi cha IPO na baada, au ni Tanzania peke yake? Inapatikana Tanzania peke yake, ila tu kama kuna mteja ambaye ni wa nje ya nchi anaweza pia kufungua akaunti na sisi akiwa na nyaraka za KYC zinazohitajika. Asante. Je, kama nina CDS tayari kwenye soko la DSE, kuna haja ya kufungua nyingine? Hapana, una haja ya kufungua CDS nyingine. Utakuja tu kwetu na CDS ulionayo na utafungua akaunti na sisi. Sawa, nadhani hapa kwenye onboarding kidogo kuna mtu ana swali hapo. Tunaposema mteja mpya, nadhani kama tunaweza tukaenda kwenye form na kuweza kumwelezea vizuri. Hapa mnaposema mteja mpya, what does it refer to? New investor, hana CDS, au new iTrust client? New iTrust client. Yes, tunamaanisha new iTrust client, yaani kama wewe sio mteja wa iTrust hata kama una CDS. Sawa, kwa hiyo hii nadhani pia inajibu hili swali.
Je, ni lazima niwe nimesajiliwa na iTrust kwenye database ya iTrust kwanza kabla ya kujaza fomu ya IPO, hata kama nina CDS account na taarifa nyingine zote za msingi zinazohusika kwenye kujaza fomu tayari? Akishajaza hii, mteja mpya, scroll kidogo chini kwenye section ya kwanza. Kama unayo DSE, CDS utaitaja, kama hauna tutakufungulia, lakini utaandika hapa amount to invest kwenye ETF. It means ukishajaza hii ushakuwa mteja wa iTrust na usha apply for IPO, so hamna haja ya tena kuja ku apply tena. This one form ina cover zote mbili. Sawa. Kwa hiyo watu wasipate shida kujaza fomu ya kuwa mteja na fomu ya kujaza kwenye ETF ya kuwa mteja mpya. Yeah. Sawa. Tumepata swali jingine kwa iTrust client, unaweza kuhamisha investment kutoka one of the funds to the ETF? Hapana, hauwezi kuhamisha kutoka mifuko mingine kuja kwenye ETF yetu. Lakini kama umewekeza kwenye mifuko yetu, let's say umewekeza kwenye iCash ama iGrowth, unaweza ukaredeem hela yako afu ukaideposit upya kwenye mfuko wa ETF yetu. Asante. Kuna mtu kauliza swali zuri kuhusu authorized participant. Anasema nauliza kama kuna authorized participant na anafanyaje kazi. Okay, so tunayo authorized participant ambaye ni iTrust pia, na authorized participant ana kazi nyingi, ila lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba soko lina vipande vya kutosha, yaani mtu akitaka kununua au kuuza vipande vyake atakuwa tayari kuvinunua au kuviuza. Yes, na kwa sasa ni iTrust tu peke yake. Asante. Kuna mtu kauliza kuhusu hii ETF ya kanda ya Mashariki, nadhani anamaanisha ya Afrika Mashariki, inawapa nafasi wawekezaji wanaofuata misingi ya sheria za Kiislamu? Yani mkaribishe Profesa. Hii ETF haifati, sio sharia compliant. Hii ETF ina makampuni mengi sana ambayo hayatakidhi mahitaji ya kuwa sharia compliant. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji kuwekeza kwenye mifuko ambayo ni sharia compliant, tuna mfuko mmoja ambao ulitajwa kabla ambayo inaitwa Iman Fund. Hiyo iko sharia compliant. Vile sisi tunaleta sokoni sukuks ambazo ni sharia compliant. Kwa mfano tulikuwa katika transaction advisors wa Albaraka Sukuk ya CRDB ambayo imeorodheshwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo ukija kwenye brokerage team yetu wataweza kutafutia sukuk ambazo ni sharia compliant. Vile kwa division yetu ya Iman tunatoaga sukuks, na vile kwenye soko tuna trade sukuks nyingi, lakini katika mifuko ya kuwekeza Iman ndio mfuko pekee ambao tunao ambao ni sharia compliant. Lakini hii ETF ina makampuni, mabenki ambayo kama tunavyojua hayawezi kukidhi mahitaji ya kuwa sharia compliant. Kwa mfano kuna mabenki mengi tu kwenye banking sector zetu ambazo sio benki ambazo zinafuata sharia principles. Kwa hiyo hii ETF sio sharia compliant, na wale ambao wanahitaji tafadhalini karibuni kwenye Iman Fund. Asante Prof. Kabla hujamute mic yako, tunaomba uturudishe darasani. Kuna watu wanaomba uelezee tena kuhusu gawio, kwamba inarudishwaje kwenye mfuko kwa ajili ya kuwekeza tena, na kama mwekezaji inamaanisha anapata faida gani akiwekeza kwenye hii ETF? Yeah. Kwa hiyo kwanza ni kwamba mfuko wenyewe inakuwa imewekeza katika makampuni makubwa yote ya East Africa. Kwa mfano makampuni kama CRDB, kampuni kama NMB, kampuni yetu ya sigara hapa Tanzania TCC, kampuni kama Safaricom pale Kenya, MTN ambayo ni kampuni ya simu pale Uganda, na mengine mengi kama kampuni 14. Makampuni yote haya yanalipa gawio, na wengine wanalipa gawio mara moja, wengine wanalipa gawio mara mbili. Kama Kenya ndo kawaida kulipa mara mbili. Kampuni kama MTN Uganda inalipa gawio mpaka mara 3 mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo hizo gawio zinaingia kwenye assets au zinaingia kama cash kwenye mfuko.
Mfuko ikipokea ile cash, mfuko unairudisha ile cash kwa kununua hisa mpya. Hizo hisa hazijalipiwa na wanahisa, zimepokelewa kama gawio. Kwa hiyo zinaponunuliwa assets mpya, inaongeza assets za mfuko au uwekezaji wa mfuko. Uwekezaji wa mfuko unapopanda, kila kipande kimoja kinapanda thamani, ile NAV yake inaenda juu zaidi. Kwa hiyo NAV inapoenda juu zaidi, yule mwekezaji wa ile kipande anafaidika na ile bei ya kipande kupanda kutokana na zile gawio kuwekezwa kwenye mfuko. Kwa hiyo unachopata ni kwamba unapata watu tunachoita sisi capital appreciation. Ina maana kupanda kwa bei ya ile vipande. Sasa ile ina faida nyingi. Kwa mfano kama unavyojua, ukiwekeza nje ya mipaka ya Tanzania kuna ushuru kwenye zile nchi, kuna ushuru katika Tanzania ambazo zinakuja. Kwa hiyo kama unakuwa zile vipande vinawekezwa kule kule, ile faida unaipata kwenye soko la hisa kwa kupanda kwa vipande vyako, bei ya vipande vyako. Na ikitokea hivyo, ina maana kwamba utakapokuja kuuza vipande vyako unakuwa hulipi capital gains tax. Kama unavyoelewa, zile vitu ambavyo viko listed, zile instruments ambazo zimeorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam zina capital gains tax ambayo ni 0. Kwa hiyo ile tax ya kupanda kwa thamani ambayo ni 0, capital gains ni 0. Ili tofauti na kwa mfano uwekezaji wa aina nyingine Tanzania. Kwa mfano ukiwekeza kwenye jengo, real estate, ukiwekeza kwenye other assets, kwenye kampuni, kwenye shirika ambalo halipo kwenye soko la hisa, kuna capital gains tax. Lakini kwa faida hapa utakayopata ni kwamba kwanza hizo gawio zitakazopokelewa kwenye hizo nchi zote za East Africa zitaingizwa tena kuongeza uwekezaji, na ya pili ni kwamba bei ya uwekezaji wako utakuwa unapanda ile NAV, na faida hiyo utaipata kwa kuweza kuuza vipande vyako kwenye soko la hisa. Utakapokuwa tayari utaziuza kama kawaida, na faida utaipata ikiwa umepata a very tax efficient vehicle au tax efficient njia ambayo imekupunguzia huo ushuru. Kwa hiyo tunaiona ni faida kubwa sana kwa wawekezaji wapate fursa hii kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Asanteni. Asante sana Prof. Nadhani hapo kuhusu gawio imeeleweka zaidi. Watoto vipi ambao ni below 18 wanaruhusiwa? Ndio, watoto chini ya miaka 18 wanaruhusiwa kuparticipate kwenye hii IPO ya ETF as far as wanakuwa chini ya mzazi au guardian. Sawa, labda nadhani clarify hapo, ukienda kwenye ETF ya iTrust kuna makundi 4 ambayo watu wanaweza wakawekeza. Kuna maombi binafsi kwamba kama mimi, maombi ya pamoja, kwa hiyo ni kama ni watu wawili. Kuna maombi ya mtoto na maombi ya shirika pia. Kwa hiyo watu wanaweza wakawekeza katika hii ETF katika nafasi 4 tuseme. Okay, nadhani tuna maswali machache yaliyobaki ili tuweze wrap up session yetu. Kuna watu wamenyoosha mikono, tafadhali tunaomba muulize maswali kwenye chat. Prof, samahani na kurudisha tena. Kuna watu wanauliza kuhusu retention rate. As in to say retention rate is 2 out of 3 of dividends au ni 100% inarudi kwenye assets? 100%. Kwa sababu hii ETF inaitwa accumulating ETF. Ni ETF ambayo inawekeza zaidi, gawio zote zinazopatikana kutoka yale makampuni yaliyokopo kwenye hiyo mfuko yote yanarudishwa tena katika uwekezaji. Kwa hiyo thamani tu inapanda ya NAV, na hiyo inatufanya tuwe very efficient. Naomba wawekezaji wote mkumbuke kwamba tunapowekeza nje ya mipaka ya Tanzania kuna charges na cost nyingi sana za kuhamisha hela. Kwa mfano ukihamisha Tanzanian shilling to Kenyan shilling, unalipa exchange rate, bid ask spread, unalipa commissions za benki kutransfer, ikifika kule vile vile unalipa other charges. Kwa hiyo kuweza kutumia hela, faida ambayo inakuwa generated katika hizo masoko yote, Uganda,
Kenya and so forth, inasaidia sana katika kupunguza cost ya hii ETF. Kama mtakavyokuwa mmeona kwenye documents za ETF, hii ETF ni very efficient kwenye expense ratio yake. Kwa hiyo hizo faida ambazo sasa zinabaki kwa kupunguza hizo cost, hiyo faida inaenda kwa mwekezaji, na mwekezaji anafaidika kwa hizo hela kuwekezwa, na anapata hiyo faida yake kutokana na kupanda kwa bei ya vipande vyake, NAV zake kupanda, na vile vile market price kupanda, na anaziuza vipande vyake kwenye soko la hisa kama anavyouza any other instrument kwenye soko letu la hisa la Dar es Salaam. Asante Prof. Kuna mwingine anauliza kwamba kama ninahitaji kununua zaidi ya mara moja kwa same price kama minimum amount ikiwa kwa IPO, nadhani anamaanisha kwamba kama anataka kununua mara nyingi ni lazima kila saa alipe hiyo minimum amount au taratibu ukoje? Hapana, kama ameshalipa hiyo minimum amount, akilipa tena sio lazima alipe hiyo minimum amount tena, as long as ameshaifikia na kuizidi hiyo minimum amount, hana shida. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kuwekeza kidogo, tukipita ile 100,000 sisi wa 10,000, 20,000 tunaendelea kidogo kidogo Ndio. mpaka pale itakapofika tarehe 12 Disemba. Ndio, ni muhimu kuzingatia kwamba bei ya kipande kimoja ni shilingi 1,000. Kwa hiyo mtu akiweka 500 hapo ni changamoto nyingi. Inakuwa ngumu kidogo. Yes. Sawa. Okay. Okay, kuna mwingine kauliza how long can I hold my units? Ni kwa muda gani ambayo anaweza akawa na hizi units zake? Hakuna time period ya kushikilia units zako. Once zimekuwa za kwako, yani hamna kipindi cha muda husika, ni za kwako. Yeah, I think kwa kuongezea hapo ni kwamba hizi assets zote ziko kwenye mfuko. Huo mfuko ni trust. Kwa hiyo labda tungeelezea tu kidogo ina maana gani kwa kusema kwamba mfuko ni trust. Ina maana kwamba mfuko ni ya watu waliowekeza, managers na wengine wote wana manage tu, lakini mfuko ni mali ya waliowekeza, na mfuko custodian na trustee, yule ambaye ndio anasimamia mlezi au ndo mwangalizi kwa operation zake na kuangalia kwamba fedha zake na asset zake zote ziko salama, ni benki yetu ya NBC. Kwa wale wote mnaoijua Tanzania hapa kuna NBC Bank, ni benki zetu moja kubwa sana, na katika nje ya nchi kuna custodians ambao wako kwenye hayo masoko, lakini wote wakiwa chini ya trustee. Kwa hiyo kuna mabenki mengine. Kwa hiyo unapokuwa na assets zote zinakuwa katika hiyo system ya custody, na ndo inayo report sasa manager, ndio sisi ndo tuna report hiyo NAV na assets gani zilipo kwenye hiyo mfuko, lakini mfuko ndo structure yake ilivyo. Ni muhimu sana kwamba wawekezaji wote mwelewe kwamba hiyo issue ya trustee, role ya trustee, role ya custodian na kazi ya manager. Kwa hiyo iTrust ni manager katika kufanya decisions za uwekezaji, lakini katika accounts na katika kushikilia assets za mfuko zote ziko kwa custodian trustee. Asante sana Prof. Nadhani swali la mwisho, je, mteja mpya ambaye atajisajili na kununua units atalazimika kujaza form upya kila mara anapotaka kuongeza units kwa kipindi hiki cha IPO kabla ya kuwa listed DSE, au taarifa zake za awali zitatumika? Yes, itatumika taarifa zake za awali, hana haja ya kujaza upya form ya kwenye tovuti yetu. Nadhani kama alivyokuwa ameeleza Diana, alivyokuwa ameelezea Diana, pale utakapojaza form details zako za awali zitakapochukuliwa, utaweza kuendelea kuwekeza kadri IP kwa urefu wa au kwa as long as IPO iko wazi, utaweza kuendelea kuwekeza kwa kuattach proof of payment kiurahisi kabisa kwenye portal, si ndio? Sawa. Ili kuongezea nadhani Winnie, labda ningeongezea kidogo karibu kwamba Prof. baada ya huu muda wa mwanzo wa kuuza vipande ukiisha, kila mtu ambaye anataka kununua vipande ambaye tayari ana CDS anaweza kununua tu kama kawaida anavyonunua hisa za CRDB, hisa za makampuni mengine yote yaliyokopo Twiga. Kwa hiyo utakuwa unaenda tu kwa broker wako kuweka buy order, order ya kununua, na utakuwa unazinunua kwenye soko la hisa. Kwa hiyo vipande vitakuwa kwenye soko la hisa,
na vitaendelea kuwepo kwenye soko la hisa. Kwa hiyo sasa hivi ni mara ya kwanza kuuzwa, na faida ya kununua sasa hivi ni kwamba unanunua kwa bei ya NAV ya 1,000. Baadaye utakuwa unanunua kwenye bei yoyote ambayo itakopo sokoni. Asante sana Prof. Nadhani okay. Kuna swali jingine. Ukitaka kutumia kama dhamana kwenye kusecure mkopo, how to go about it? Kwamba huyu mtu anataka kujua kama akitaka kutumia hii ETF kama dhamana kwenye kupata mkopo anafanyaje? Actually hiyo kwanza, vipande vyote vinaweza kutumika kama dhamana. Mtu anaweza akapata mkopo kutoka benki au makampuni yote. Kwenye tunachofanya ni kwamba zile vipande vyako vinakuwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, inakuwa kwenye tunachoita Central Depository. Zikishakuwa kwenye Central Depository, financial institution yoyote, benki yoyote inayotaka kukupa mkopo, unatakiwa tu mjaze form ambayo inaitwa lien form, ambayo ndio inakuwa security yako na itatumika kama security ya kuweza kupata mkopo katika benki yoyote. Yaani hiyo unaweza ukapata kwenye benki yoyote. Hata hapa iTrust tunayo product yetu ambayo unaweza ukapata mkopo kupitia hizo vipande vyako. Kwa hiyo unaweza ukapata kwenye benki yoyote au kwenye financial institution yoyote, utapata mkopo kama kawaida kutumia process hiyo hiyo ya Dar es Salaam Stock Exchange. Okay, tuna swali, tutalifanya hili swali letu la mwisho. Nauliza kama kuna element ya bima kwenye huu mfuko. Je, tumewekeza katika, nadhani hapa kuna namna mbili tunavyoweza kulinterpret hili swali. Je, tunawekeza katika bima, na je, huu mfuko una bima? Sasa hilo swali I think ni tricky that way. Kwanza la kwanza kabisa ni kwamba uwekezaji kwenye soko la hisa hauna bima, in the sense kwamba ukinunua hisa za kampuni yoyote kwenye soko la hisa, bei inaweza kupanda au kushuka. Hamna mtu ambaye anakuuzia bima ambayo itakufanya kwamba bei ikishuka ulipwe. Hapana, unabidi uwekeze kwa kujua kwamba umewekeza kwenye biashara ambayo imeorodheshwa katika Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa mfano, kama umewekeza kwenye kampuni fulani ambayo inafanya faida au ikitengeneza hasara, bei inaweza kupanda na kushuka za hisa kwenye soko. Kwa hiyo hiyo hailina bima. Je, kama swali ni kwamba kuna kampuni yoyote ambayo iko kwenye sekta ya bima iko kwenye hiyo mfuko, hiyo swali ni yes. Tuna kampuni inaitwa Jubilee Holdings ambayo ndio kampuni moja kubwa sana ya bima katika East Africa nzima, ambayo imeorodheshwa katika Nairobi Stock Exchange na katika Dar es Salaam Stock Exchange. Iko cross listed, tunasemaga cross listed, ina maana iko kwenye masoko yote, na ipo vile vile katika Ugandan Stock Exchange, Jubilee Holdings. Kuna asilimia ambayo hiyo mfuko unawekeza katika hisa za Jubilee Holdings. Asante sana Prof. Nadhani hiyo ina mark end ya presentation yetu ya webinar yetu. Kama kuna maswali mengine, tafadhali jisikieni huru kuwasiliana nasi. Namba zetu, Eric, kama unaweza ukaenda chini kabisa, watu waweze kupata namba zetu, waweze kujua namna gani wanaweza kuwasiliana nasi. Tafadhali tupigieni simu, tuandikieni barua pepe, au mnaweza mkatembelea ofisi zetu za iTrust Finance. Nadhani kama hamna neno jingine, tunawatakia jioni njema, tunawatakia weekend njema. Asanteni sana, na tunawatakia uwekezaji mwema katika hii ETF. Asanteni sana.